wameacha familia, wanatembea usiku na mchana. Juzi tumemaliza mkutano wa Arusha saa 12, tukaanza kuondoka saa 1 mimi na katibu mkuu. Kwa nimechoka sana, mwili ulikataa. Tulipofika Babati kasimamisha gari, nikamwambia ngoja niongee na katibu mkuu. Nikamwambia dereva ngoja nikamshawishi katibu mkuu tulale Babati, tuanze safari asubuhi. Kamfuata na nikamwambia katibu mkuu, nafikiri tulale hapa alafu tuanze safari asubuhi. Katibu mkuu akanijibu kisela, tule hapa tuendelee na safari. So unaona alijibu kisela kabisa. Kwa hiyo tulifika hapa saa 8 usiku. Hii kazi ni ya mashaka sana, na tunaifanya kwa sababu ni wito. Tumekuja hapa kumsema Samia. Samia sio girlfriend wako. Samia ni rais aliyejiweka wa nchi. Maana yake nini? Maana yake tumekuja kuisema serikali. Tumekuja hapa kuwasema wenye mamlaka, sio hawa polisi wadogo bosi wao, kwa sababu yenu. Maana yake ni kwamba tumeweka maisha yetu rehani kwa sababu sio yetu, kwa sababu ya vizazi vinavyokuja. Mwanadamu mwenye akili na anayefikiria vizuri atatamani ni heri akafa umri wake ukiwa mdogo, lakini kaburi lake likawa na heshima, kuliko ukafa ukaacha magorofa lakini ukujali kizazi kinachokuja. Ndio sababu Stephen Biko alisema hivi, ni afadhali binadamu akaishi miaka michache duniani, jina lake likabaki linaishi kwa wema na haki, kuliko miaka mingi lakini akatoweka kama mzoga. Kuishi miaka mingi lakini haukuwa sababu ya thamani ya kizazi kinachokuja, wewe ni bora ungezaliwa kuwa mnyama. Mwanadamu mwenye akili timamu atajali maisha ya jirani yake, kesho watoto na wajukuu zake. Nyie wote hapo, baada ya miaka 100 kutoka sasa ama 80 kutoka sasa, 99% ya watu wote hapa mtakuwepo. Maana yake tunapokwepa majukumu ya kupigania haki kwa sababu tunaogopa kifo, huwa hatuogopi kifo, huwa tunakwepa kufa mapema, sababu hakuna mtu atakayekwepa kifo. Kuna wazi nimemsikia Mwigulu na namuongea kwa sababu nimekaa naye bungeni, namjua anakoelekea, na mimi nataka kumzuia anakoelekea. Kwanza nimwambie hakuna yoyote kwenye chama hiki nikiwemo mimi anayekuogopa wewe na cheo chako. Zile kauli zake mimi nilikuwa nazisikiliza, 70% alikuwa ananitumia mimi ujumbe, na mimi nakuhakikishia sikuogopi. Natakuwa hapa Dodoma, tuma watu wako. Asubuhi nafanya mazoezi, mmetufikisha mahali uoga umepoteza thamani. Huyu alikuwa anaongea ovyo. Angekuwa ni mtu katika familia yetu anaongea yale mambo aliyoongea jana, ukoo tungekaa kikao haraka tumkamate tumpeleke hospitali akatazamwe akili. Ukoo kule Machame kule tungekaa. Anasema kuna watu wanaichezea serikali. Kama watu wapo ni yeye. 2016 na 17 mimi nilikuwa waziri kivuli wa mambo ya ndani, yeye alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani, maiti ziliokotwa nyingi barabarani kwenye viroba kuliko wakati wote. Kwa kama kuna mtu alikuwa anaichezea serikali ni yeye,
aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, na maiti zikawa zinaokotwa. Na alipoulizwa kwa nini maiti zinaokotwa, akasema labda zinatoka Komoro, zinaletwa na upepo. Namna gani huyu man bro? Sikiliza, wakati mauaji ya Kibiti yanaanza, Kibiti watu wanauawa, ni mimi na Mheshimiwa Mnyika ndani ya bunge. Mimi nilisimama kama waziri kivuli, yeye akiwa waziri, nasema watu wanauawa, wanapigwa risasi. Spika wakati huo, mwenyekiti wa bunge alikuwa Zungu, nikasema watu wanauawa kama waziri kivuli. Zungu akazuia ule mjadala ndani ya bunge. Mwigulu alikuwa waziri wa mambo ya ndani, anasema kule Kibiti kulikuwa na hujuma, kama hujuma zilikuwepo na yeye ni waziri wa mambo ya ndani, hizo hujuma alisimamia yeye. Badala yake people, tulipoongea wale masuala ya Kibiti ndani ya bunge, sikiliza, sina Dodoma, wakataka kumkamata Mnyika na mimi nikapata taarifa, nikachukua teksi Dodoma, nikakimbia, nikaenda Arusha, nikaambiwa nataka kukamatwa, nikakimbia, nikaenda ubalozi wa AU. Mnyika sijui alijificha wapi, sijui Mnyika daka, kwa sababu tumeongea habari ya watu kuuawa Kibiti, yeye akiwa waziri wa mambo ndani. Mama gani huyu? Haya mambo akiwa anaongea songeza rani, ampige kamba familia yake. Ndugu zangu, Mwigulu akiwa waziri wa mambo ndani, Beni Sanane alitekwa, mimi nikiwa waziri kivuli, tukaanza kumtafuta Beni Sanane. Wewe Mwigulu, nakwambia, uliniambia mimi ya kwamba umefuatilia ishu Beni Sanane na ameongea na ofisi ya DCI. Kuna mahali umefika, umeambiwa urudi nyuma. Njoo uambie umma, aliyekwambia urudi nyuma ni nani? Nani anakuambia? Beni Sanane vile vile alikuwa rafiki wa Mwigulu. Beni Sanane ameuawa, mimi nimepanda nyumbani kwake, nimekaa naye kama waziri kivuli na kama rafiki, akaniambia nitafuatilia. Amefuatilia, akaniambia nimeambiwa niachane na hili jambo. Aliyekuambia uachane na jambo ni nani? Mwigulu, sikiliza maneno hayo umeniambia wewe, na kama nasema uongo, baba yangu, mama yangu, mke wangu na mimi nife. Josema kiapo hicho wewe, Josema kiapo hicho wewe. Ama gani huyu? Alafu unasema nendeni mkasome katiba mjue uwaziri mkuu ulivyo na nguvu. Una nguvu ya waziri mkuu, tuna nguvu ya Mungu. Nguvu ipi hiyo? Nguvu ipi? Hauoni chono? Nguvu ipi hiyo unayo? Nguvu ipi? Ama tumtamkie neno huyu? Tulia, nilifanya kikao na Mungu ndani ya siku mbili. People, Mwigulu anasema waliompiga Beni Sanane Mheshimiwa Lissu risasi ni nani? Ni mchezo. Alikuwa waziri wa mambo ya ndani wakati Lissu anapigwa risasi. Kalemani alikuwa anakaa pale nyumbani anapokaa Lissu. Lissu anapigwa risasi, Bernard Kalemani anampigia Spika Ndugai simu. Haya maneno katuambia marehemu Ndugai, anamwambia nimepigiwa simu, naambiwa kuna watu wanakwenda kuchukua kamera nyumbani kwangu. Mwigulu anajua hii habari, tumeongea na hii habari akiwa waziri wa mambo ndani. Sasa nakuuliza Mwigulu, aliyekwenda kuchukua kamera za CCTV nyumbani pale alipokuwa anaishi naibu spika, tulia, ni nani? Na wewe ulikuwa waziri wa mambo ndani, acha wenge, tulia. Ndugu zangu, Mwigulu alikuwa mratibu wa kampeni za CCM Arumeru Mashariki. Wakati ule tuna uchaguzi mdogo wa Nasari. Msafiri Mbwambo alichinjwa, mwanachama wetu
katibu wetu wa kata, mwenyekiti wa kata ama katibu wa kata alichinjwa alichinjwa kwa chainsaw. Mimi nikaja bungeni nikakutana na Mwigulu kantini, nikamwita nikamwambia, damu ya Msafiri unao wewe? Na ndipo hapo mimi urafiki wangu na Mwigulu ulianza. Akalia nje, toka pembeni, tukasimama kwenye maua, analia. Nikilimwita nikamwambia, you blood sucker, wewe mnyonyaji wa damu ya Msafiri Mbwambo unao. Akaanza kujitetea, na alivyomaliza kujitetea tukaungana, tukawa marafiki. Kwa nini tulikuwa marafiki? Sababu labda rais alipata kiti. Igunga alikuwa mratibu wa kampeni wakati wa uchaguzi wa Rostam. Vijana wengi wa Chadema wakauawa wakati ule Rostam Azizi ameondoka, tukaenda kwenye uchaguzi mdogo, alikuwa mratibu, vijana watu wengi waliuawa. Ndugu zangu, sasa juzi ameketekwa msaidizi wa Mheshimiwa Lissu, David Jumbe. Mwigulu na David Jumbe ni marafiki kama ambavyo sisi na yeye ni marafiki. Uongo? Ila Mwigulu na David Jumbe ni marafiki kuliko sisi. Kwa nini ametengeneza hii narrative? Naomba mnisikilize. Mimi hobi yangu kubwa ni kufikiria, kusoma vitabu na kuangalia movie za kimafia. Hobi yangu kubwa. Kwa nini amejenga hii narrative? Kuna kitu anakiandaa mbele. Kuna kitu anakiandaa. Anasema kuna serikali inahujumiwa. David Jumbe rafiki mkubwa wa Mwigulu, wanatoka wote mkoa wa Singida. Kwenye yale kauli yake amtaja tajina. Maana yake nini? Kama waziri mkuu anasema serikali inachezewa na kuna watu wanahujumu serikali, kesho watamuua Mnyika. Kwa sababu waziri mkuu ameshatengeneza hiyo narrative, nyie mtasema serikali inahujumiwa, lakini kumbe serikali ndio inapiga hizo dili man. Anatengeneza narrative. Ama atamuua mimi ama yoyote hapa. Ukiangalia hakuna, anatengeneza narrative. Alivyokuwa anaongea utafikiri mwanafunzi ametoka chuo Marekani amekabidhiwa waziri mkuu. Huyu anatengeneza narrative. Na kama unatengeneza narrative ili mfanye jambo baya kwa viongozi wao, rudi nyuma haraka sana, kwa sababu hutafanikiwa kufanya chochote katika kundi la viongozi hili, nikiwemo mimi. Mimi hayupo wa kunigusa, hayupo wa kuniua, hayupo wa kuniharibu. Namjua Mungu ninayemwamini. Namjua. Mimi sio malaika, mimi sio mkamilifu, lakini sagodi babangu. Sasa ndugu zangu, shida inaanzia wapi? Na katibu mkuu, siku chama chetu kikishika nchi, waziri mkuu hautakuwa bidhaa ya kununua dukani, hautakuwa na price tag. Ukianza kuona nafasi ya waziri ama nafasi zote ndani ya serikali, hata kama ni Chadema tukishika mamlaka, waziri mkuu kwa na price tag, kwamba mwenyewe hataka waziri mkuu anampa pesa mtu ambaye yuko karibu na rais, tatizo litakuwa kubwa sana. Tangazo ni hili: waziri mkuu wa Chadema hautakuwa na price tag. Anasema tuhangaike na matatizo ndani ya chama chetu. Sikiliza wewe, sikiliza. Nyie ndio mmeiba kura, nyie ndio mko madarakani, hamtaki kusemwa. Achia madaraka, rudi kwa mke wako, kaa na mke wako, full stop. Tusema umekalia ofisi ya serikali, unataka usiseme? Ofisi ya serikali sio jiko lako, ofisi ya serikali sio nyumba baba yako. Hiyo ni ofisi umeajiriwa, na sasa bahati mbaya mmeingia kwa unyang'anyi, kwa kuua watu. Tutakusema msikitini, kanisani, chooni, disco, bafuni, hatutasimama kusema. Hatasimama. Ndugu zangu, Dodoma, sikiliza kwa makini. Kwa nini tunapitia mambo yote haya? Tuna viongozi ambao wakitaka kusema
wanasema ovyo. Kama mmemfuatilia katibu wetu mkuu akiongea, huwa akili yake inauma, kwa sababu anajua na communicate na public, anakuwa sensitive asikwaze public. Una viongozi wa serikali leo, akisimama akiongea, anaweza akaongea anavyotaka. Sisi ndani ya chama chetu tuko wamoja, wao hawako wamoja, na uhakika Mwigulu hawezi kunywa maji kwa Nchimbi na Nchimbi hawezi kunywa maji kwa Mwigulu. Kama wanabisha waje kesho, na uhakika mimi Nchimbi hawezi kupewa zawadi ya chocolate na Samia, Nchimbi akaila, Nchimbi ataenda kuiflash. Hao wenyewe wapatani wanagombana, na ndio maana wanaanza kutengeneza fitina kwamba wanahujumiana ndani kwa ndani. Kama una serikali mnahujumiana kwa watu kuuawa, watu kuchinjwa, amesema Boni hapo, manake hakuna serikali. Sasa namalizia Dodoma ndio itakuwa hapo, people takuwa hapo, na hao maduwazi si wako wengi hapa, au mimi naamudu hize bale easy. Naomba sana, kuna jambo linaitwa tonetone. Chama hiki hakina ruzuku hata shilingi moja. Pesa tuliyopata Arusha ndio imetufikisha mafuta hapa, na ndio kesho itaondoa watu hapa. Hiki chama ni chenu. Kama hamtachangia, maana yake hatutaweza kwenda mbele. Tunaomba sana watu wa Dodoma na watu wote sikiliza, kwa sababu nafahamu tukio hili liko live mahali popote mlipo. Tunaomba mchango wenu. Tunaomba, sikiliza people, sio mchango wa kwenye kopo hapa tutafanya, lakini tunaomba pesa yenu kwenye namba ifuatayo ya M-Pesa. Andika namba hii, andika 0744. Nasubiri. Ukishaga mambo yale unatulia Brenda. Utakuwa na mchanganyiko wa Rombo, Kibosho, Marangu, Machame. People 0744 44 69. Hiyo namba andika Chadema HQ. Narudia 0744 44 69. Ndugu zangu sikiliza. Ukinywa bia moja ya pili, tupia tonetone. Umemchukulia girlfriend wako maua, tupia tonetone. Kila mtu ajali, afanye ni wajibu wake. Tukipata watu milioni 1 wanachanga shilingi 2,200 kila mwezi, chama hiki kitakuwa kinapokea bilioni 2 kila mwezi. Tukipata bilioni 2 kila mwezi, maboya watalala na ndala kitandani wakishia hao, kwa sababu timu zitagawanyika. Leo peoples, tungekuwa na pesa leo, Sugu angekuwa anafanya mkutano na Mainyila Morogoro, Dickson na kiongozi wetu wa Pemba angekuwa wapi? Mpwapwa. Mimi ningekuwa Singida, katibu mkuu angekuwa hapa, Boni na Ngoto wangekuwa Dar es Salaam. Maana yake kingewaka sehemu 5 kwa siku moja, lakini rasilimali zetu ni chache, ndio sababu tunakusanyika sehemu moja. Tunaomba sana mchango wako. Asanteni sana. Asalamu alaykum. Mungu akubariki.